bali katika hadithi bwana mtume alayhi salatu wasalam amebainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejiwajibishia juu ya kumsaidia yule ambaye ameingia katika ndoa kwa makusudio yaliyopangwa na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam An-Nasa'i kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mtume alayhi salatu wasalam, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum al-mujahid fi sabilillah wal-mukatib alladhi yuridu al-ada' wan-nakih alladhi yuridu al-'afaf. Anasema mtume alayhi salatu wasalam katika hii hadithi, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum, watu wa aina tatu ni haki ya Allah kuwasaidia na kuwatia nguvu. Allah amejiwajibishia, amejifaradhishia katika nafsi yake juu ya kuwasaidia watu wa aina tatu. Ni uwajibu ambao kaifaradhishia nafsi yake subhanahu wa ta'ala, kama alivyojiwajibishia rahma katika Qur'an, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Mola wenu amejiwajibishia rahma juu ya nafsi yake kwamba atawahurumia waja wake. Na hili la ndoa amejiwajibishia kadhalika subhanahu wa ta'ala kwamba ni wajibu ulioko juu yake, atawasaidia na kuwatia nguvu. Miongoni mwa hao watatu akasema mtume alayhi wasallam, wanakihu alladhi yuridu al-afaf, na muoaji ambaye anaoa kwa lengo la kujikinga na machafu. Allah amejiwajibishia kumsaidia. Kwa hiyo ingia katika ndoa kwa lengo la kujikinga na machafu. Ndoa iwe ni msaada kwako wewe wa kujitenga na machafu na yaliyokuwa ya haramu. Ikiwa hayo ndio malengo yako, basi elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejiwajibishia juu ya nafsi yake kukusaidia, wala usiogope juu ya maisha ya ndoa. Na hakuna mkweli kama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la yukhlifu al-mi'ad, Allah haendi kinyume na ahadi.